Kama ilivyo ada, siku ya leo ya tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026 tuliweka ziara maalum kwa ajili ya kuja kutembelea, kuangalia mfumo mzima wa uchimbaji na biashara ya madini ya Tanzanite hapa nchini. Tumeyafanya haya ikiwa ni sehemu ya maombi ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Simanjiro, ndugu yangu Ole Milia, lakini vile vile tunafanya haya ikiwa ni maombi ya chama cha mabroka Tanzania ambao tulifanya nao mkutano na walisema changamoto zao nyingi sana, na niliahidi kwamba nitafika hapa siku ya leo. Lakini pia ni maombi ya wenzetu wa TAMIDA ya kwamba tuje tuangalie mfumo wote wa biashara, na leo niko hapa kwa ajili ya kutimiza maombi haya yote. Lakini kubwa kuliko yote, haya ni maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan baada ya kuwa ilishaundwa timu ya kuangalia biashara na mfumo wa uchimbaji wa madini ya Tanzanite mwaka 2023, ikaja na mapendekezo, na mimi pia nilichukua baadhi ya maeneo katika ile tume nikawaelekeza ndugu zangu wa TAMIDA ambao wanashughulikia masuala ya biashara ya madini haya, na wenyewe waniletee mapendekezo yao kabla sijaenda katika hatua ya mwisho. Ndugu zangu wa Tanzania, leo niko hapa kuwatangazia kwamba sasa tumemaliza uundwaji wa tume, timu, taarifa, vyote vimekamilika. Hatua ya mwisho ilikuwa ni ya kwangu mimi kama waziri nasimamia sekta hii kuja kujiridhisha katika hatua ya mwisho ya uchimbaji na mfumo wa biashara. Ninyi ni mashahidi, nimeingia tangu asubuhi, nimekwenda kwenye mgodi wa Franon, nimekwenda kwenye mgodi wa Chusa, nimekwenda kwenye soko la OPEC, nimekwenda kwenye eneo la evaluation, na sasa niko hapa tech kama sehemu yetu ya mwisho. Kwa hiyo nimeshughulika na mfumo wote mzima wa biashara na uchimbaji wa Tanzanite. Kwa tulipofikia hivi sasa kwa hali ya uchimbaji na biashara ya madini ya Tanzanite, naomba mnikubalie mapendekezo ambayo nitakuja nayo. Yanaweza siofurahishe sana katika hatua za awali, lakini ndio ambayo yatakwenda kutibu hii changamoto. Niwahakikishie jambo moja, halitawaathiri kwa maana ya mfumo wenu wa biashara lakini na uchimbaji, lakini watu wetu huwa hawako rahisi sana kupokea mabadiliko. Itachukua muda kidogo. Wakati tunaambiwa kuhusu ujenzi wa ukuta, watu wanaona kama kitu ambacho hakiwezekani hivi, kitu kigumu sana, lakini leo tunaelewana vizuri kabisa. Kwa hata haya pia ambayo baada ya kuwa nimepitia kote huko tutakwenda kuyafanya, yatakuwa yana sura kama hiyo, lakini kwa nia njema. Leo tunaweza tusione umuhimu wake, lakini kuna siku tutakuja kuishukuru serikali kwa hatua ambazo tutachukua. Sasa baada ya kutoa maneno ya utangulizi, maagizo yangu ni kama ifuatavyo kwa siku ya leo.